unatutendea Mtakatifu, tunarudisha shukrani mbele zako Baba. Naweka mnenaji mikononi mwako, anapotoa neno lako Mtakatifu likaingie kwa sisi Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo. Ondoa mamlaka ya shetani kwa jina la Yesu. Ondoa mamlaka ya mavazi sio kwa Mtakatifu katika jina la Yesu. Na mweka mikononi mwako nikijua ya kwamba ni mtumishi wako Mtakatifu. Asante Mtakatifu, asante kwa neno hilo, asante kwa wasikilizaji, asante kwa kanisa. Mungu Baba, uzidi kubariki katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Ya Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa kazi katibu. Nashukuru Mungu kwa nafasi ambayo ametupatia wewe na mimi tufike siku ya leo tukiwa hai, ili pia tuweze kuja katika nyumba ya Mungu na pia tukaweze kumrudishia sifa kwa kumwabudu, maana yeye ni Bwana. Siku hii ni siku ya kipekee, sio siku kama siku ingine, kwa sababu kila siku huwa na mambo yake, na Mungu kuona ametujalia kufika siku hii ni kwa sababu hako na mpango juu ya maisha yetu. Nataka nisome neno katika kitabu cha Luka Mtakatifu. Luka Mtakatifu, nitasoma kuanzia Luka 14. Luka 14 kuanzia 15 nifikishe 24. Biblia inasema hivi: basi aliposikia hayo, mmoja wapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye alimwambia, heri yule atakayekula mkate katika ufalme wa Mungu. Akamwambia, mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akaalika watu wengi. Akamtuma mtumwa wake saa ya chakula awaambie wale walioalikwa, njooni, kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari. Wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja. Wa kwanza alimwambia, nimenunua shamba, sharti niende nikalitazame, tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe njozi 5, ninakwenda kuwajaribu, tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimeoa mke na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Yule mtumwa akaenda akampa bwana wake habari ya mambo hayo. Basi yule mwenye nyumba akakasirika, akamwambia mtumwa wake, toka upesi uende katika njia kuu na vichochoro vya miji, ukawalete hapa maskini na vilema na vipofu na viwete. Mtumwa akasema, Bwana, hayo uliyoagiza yamekwisha tendeka, na hata sasa ingalipo nafasi. Bwana akamwambia mtumwa, toka nje uende barabarani na mipakani, ukawashurutishe kuingia ndani, nyumba yangu ipate kujaa. Maana nawaambia kwamba katika wale walioalikwa hapana hata mmoja atakayeionja karamu yangu. Bwana asifiwe. Mshukuru Mungu kwa neno lako. Mimi ni chombo tu, naomba unitumie jinsi wewe upendavyo, na ukanene na kila mmoja wetu kulingana na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Nimesoma neno katika kitabu hiki cha Luka Mtakatifu. Haya ni maneno ambayo Yesu alisema akiongea na wanafunzi wake, na alisema haya maneno kwa sababu wakati walikuwa kwa chakula, walikuwa wamekaa wakikula. Saa ile walikuwa wanakula,
mtu mmoja akaongea wakati walikuwa kwa meza wanakula, akasema, heri yule atakayekula mkate katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Mtu mmoja tu, unajua walikuwa kwa meza, Yesu wako kwa hiyo meza, ako na wanafunzi wanakula chakula, lakini kuna mtu ikaingia kwa mawazo yake, akajaribu kuangalia vile wanakula kwa hiyo meza, akafikiria ufalme wa Mungu, na akasema, heri yule mtu ambaye atakula mkate katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hiyo ndio ilisababisha Yesu apeane hii hadithi ambayo alipeana, kwa sababu kuna mtu alisema ni heri yule ambaye atakula mkate katika ufalme wa Mungu. Yaani heri ni kusema amebarikiwa. Amebarikiwa yule mtu ambaye atakaa katika ufalme wa Mungu na apate chakula. Bwana asifiwe sana. Sasa ujumbe wangu leo nataka niongee juu ya vijisababu, excuse. Vijisababu. Unajua wanadamu hawakosagi vijisababu, hawakosi excuse. Na nilipokuwa nikijaribu kuangalia, nikaona maneno haya niwapee, alafu ndio niwaambie vile Yesu alisema. Nikaangalia hii excuse ni nini, sababu naona Adam ndio mwanadamu wa kwanza kuumbwa na Mungu, na ndio wa kwanza kupeana excuse. Ndio wa kwanza, alikuwa mtu wa kwanza. Na pia wakati Mungu alimwambia akose kukula katika lile tunda la kujua mema na mabaya, akakula. Na wakati Mungu alikuja kujua mbona alikula, na alikuwa amemwambia asikule. Sababu hiyo tu ndio Mungu alikuwa anataka kujua. Mungu alikuwa anataka kujua mbona alikula, na Mungu alikuwa amemwambia asikule. Na unajua angesema tu nilikula kwa sababu hii na hii na hii, lakini yeye kitu alifanya, alijiexcuse. Yaani yeye hakuwa na makosa. Kulingana na yeye hakuwa na makosa. Sababu alisema, huyu mwanamke ulinipa. Hiyo ni kusema kama ungenipatia hii mwanamke, mimi singekula hiyo tu. Hiyo ndio alikuwa anajaribu kuambia Bwana. Sasa akawa anapeleka lawama kwa mwanamke. Na swali hilo hilo Mungu akamuuliza mwanamke, hii ni nini umefanya? Na mwanamke akasema, nyoka alinidanganya. Akasema, mimi nyoka alinidanganya. Mwanamke alisema ukweli. Alisema nyoka alimdanganya. Adamu alisema huyu mwanamke, shida si mimi, shida ni huyu. Kama angekuwa huyu, mimi sikuwa na shida. Si kama unaelewa, watu wengi tu ni sababu wanakuaga nayo. Hata wale wajakuja church, si ukimkuta tu atakupatia sababu. Mwingine anaweza sema, unajua nilikuwa na nguo zilikuwa chafu, hiyo inakuwa excuse. Mwingine anasema sijui ilikuwa namna hii. Mwingine anaweza sema labda nilipata wageni. Unajua wanadamu hawakosagi excuse. Bwana asifiwe sana. Hawezi kosa sababu, especially akipatikana na makosa. Bwana asifiwe. Sijui kama umeelewa, hata wewe tu na umeokoka vizuri, ukipatikana na makosa unatafutanga sababu. Hata saa ingine sababu ingine unabuni yenye hakuna, kwa sababu unataka ieleweke na ikubalike na watu ya kwamba ilikuwa sababu nzuri. Bwana asifiwe. Sijui kama unaelewa, mtu anaweza kosa kuja church aseme alienda kazi na hata kazi ilikuwa hakuna. Lakini anajua akisema alikuwa kazi, church mnaweza elewa. Unaelewa kweli? Mnaweza elewa alikuwa kazi ndio sababu hakuku. Lakini unajua saa nyingine hiyo ni excuse. Hiyo ni excuse anapeana ili asilaumiwe. Bwana asifiwe. Amen. So excuse is an invalid reason
for neglect of duty, an invalid reason, sababu ambayo haijatosha. Kama kuna kitu mtu alikuwa anataka afanye, akipeana excuse, hiyo sababu yake, hiyo kijisababu haitoshi kwa nini hakufanya kile alitakikana kufanya. Bwana asifiwe. Siku nyingine niliwaambia kuna mzungu mmoja alikuwa ameajiri watchman, na huyu watchman alikuwa analala nje akimchungia compound wakati mzungu analala kwa nyumba. Sasa siku moja mzungu akitoka asubuhi kufika kwa gate, watchman anamfungulia gate. Watchman akamwambia, samahani mdosi, niko na kitu nataka kukwambia. Akasimama akamwambia, ni nini unataka kusema? Akamwambia, usitoke kwanza na hii gari, niliota kijana yako amepata ajali. Sasa mzungu akamwambia, tumesema namna gani? Akamwambia, nimesema usitoke na hii gari, unajua nimeota mtoto yako amefanya nini? Amepata ajali. Sasa mzungu akamwambia, fanya hivi, chukua vitu yako, enda nyumbani, kazi imeisha. Siku jamaa akaanza kupembeleza mzungu. Sasa yeye anamwambia, tafadhali, sasa ninaenda nyumbani kwa. Mzungu akamwambia, kazi imeisha, enda nyumbani. Wewe unafikiria alikuwa anamfuta kazi kwa nini? Alifuta yeye kazi kwa sababu kama aliota, alilala. Na yeye hakuajiriwa kulala. Hafai kuota. Anafaa kuwa anaangalia. Bwana asifiwe sana. Sasa akiambia mdosi ameota, si ni kumaanisha yeye analalaga. Hakufutwa kazi kwa sababu ya makosa mengine, alifutwa kazi sababu mdosi alijua kama huyu anaota huwa analala. Hawezi kuwa anaota kama anaangalia. Akajaribu kupembeleza mzungu akakataa, akamfuta kazi. Akasema, mimi sikuajiri mtu ya kulala hapa, niliajiri mtu ya kukaa. Bwana asifiwe. Sasa nataka kusema watu hupeana vijisababu ambavyo havitoshi. Excuse is a reason or explanation given to justify a fault. Unapeana sababu ili makosa yako isionekane kama ni makosa. Unajitetea. Unakuja na sababu ya kujitetea. Na wanadamu wanapenda kujitetea. Bwana asifiwe sana. Na ndio unaona hata kotini ukiwa na kesi wanakuuliza kama unaweza kujitetea. Na sababu wanajua ni kawaida ya wanadamu kupenda kujitetea. Na wacha nikwambie, kujitetea si mbaya, kwa sababu hata siku ya mwisho tutajitetea mbele ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Tutajitetea mbele ya Mungu. Lakini unajua uzuri ni kwamba Mungu atakuwa amejua kila kitu. Unaelewa kweli? Hata wakati unaenda kujitetea, anakuwa tayari amejua kila kitu. Anataka tu kuona kama utasema ukweli. Bwana asifiwe. Anataka tu aone wewe utasema ukweli ama utajitetea na ile uongo ya wanadamu. Excuse ni ile kuleta fear, inaletanga uoga. Inaleta fear, inaleta failure, inaleta embarrassment. Na hiyo ndio huwa inafanya mtu atoe sababu, kwa sababu unajua kitu ya kwanza anaogopa. Nikisema ukweli, anaogopa kusema ukweli. Kitu cha pili, anaona kama ataadhibika, ataaibika. Kitu cha tatu, anaona kama atashindwa. Unajua kawaida mwanadamu hataki kushindwa. Sasa wacha tuangalie story ya Yesu. Tuangalie story hadithi ya Yesu. Sasa huyu mtu ameuliza, amesema, "Heri afadhali yule mtu ambaye atakaa katika ufalme wa Mungu akule mkate." Akule mkate. Labda kwa akili ya huyu mtu alifikiria kwa ufalme wa Mungu inakuliwaga mikate kama ile tunakulaga.
Labda alifikiria hivyo. Labda alifikiria vile walikuwa wamekaa kwa meza wanakula, hivyo ndio kuna kuliwaga huko. Labda alifikiria hivyo. Lakini unajua ufalme wa Mungu ni tofauti. Kwa sababu ufalme wa Mungu mkate wake ni neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Ufalme wa Mungu mtu hangojei itakuja, inakuaga iko. Watu wawili ama watatu wakikusanyika, mfalme anakuwa hapo na ufalme wake unakuwa iko hapo. Bwana asifiwe sana. Wakati tumekusanyika kwa ibada, tayari tuko kwa ufalme wa Mungu. Tuko kwa ufalme wa Mungu. Na kwa sababu sisi tunamwamini Yesu na tunamhubiri Yesu, anakuwa katikati yetu akiwa mfalme. Na kile anataka sisi tupokee chakula cha roho ambayo ni neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Ili kila mtu anapotoka hapa atoke kama ameshiba neno la Mungu. Atoke kama hana njaa ya neno la Mungu. Atoke kama hana kiu ya neno la Mungu. Atoke kama neno la Mungu limejaa ndani yake, linabubujika likitoka kama maji. Bwana asifiwe sana. Maana huko nje kiu imejaa. Hakuna neno huko nje. Watu huko nje wako na njaa. Hakuna neno huko. Na kwa hivyo mtu anapokuja katika ufalme wa Mungu, anapokuja katika kanisa na mfalme anakuwa pale, anapeana chakula cha kutosha. Bwana asifiwe. Yesu akamwambia mtu huyu ya kwamba kulikuwa na mtu mmoja alifanya karamu. Na hii karamu ilikuwa kubwa sana, akawaalika watu wengi. Mtu alifanya karamu. Alifanya sherehe. Akatengeneza sherehe kubwa na akaalika watu wengi. Na unajua katika sherehe watu huwa wanaalika watu muhimu, si kila mtu. Si kila mtu. Hata sherehe za siku hizi. Unajua sherehe za siku hizi ziko na lengo. Sio tu sherehe. Ukiona sherehe imetengenezwa, mtu amepanga vile atapata pesa. Unaelewa kweli? Ni faida pia anachuma hapo. So hata alika watu wenye wawezi leta kitu. Mara nyingi ukiona amekualika, anaona wewe status yako kwa society si mbaya. Wewe hata ukikuja huwezi kuja mkono mtupu. Na kwa hivyo anaangalia naweza alika fulani na fulani na fulani na fulani. Na kuna watu wengine huwa hawaalikwi. Huwa hawaalikwi. Hata kama unaweza patikana, huwa hawaalikwi. Sababu unajua anapiga hesabu, anaona hii ni watu ya kuleta hasara. Naelewa kweli? Maana si unajua kwa karamu chakula iko. Na hiyo chakula ni pesa. Iko gharama imetengeneza pale. Unajua niseme hivi na nataka mnielewe vizuri. Hiyo ni kahoteli ingine. Unakwamba umeitwa kwa kahoteli ingine. Sasa uende na pesa ya kununua chakula. Usiende kwa hiyo hoteli ukule chakula uambie wabarikiwe. Hapana, hiyo sio lengo yao. Huyu mtu akatengeneza karamu kubwa, akaalika watu muhimu. Alialika watu muhimu sana, watu wa maana. Sasa wakati ambapo chakula imetengenezwa, sherehe iko tayari, ng'ombe zimechinjwa, chakula iko tayari, akamtuma mtumwa wake saa ya chakula. Akamwambia, enda uwaambie wale ambao tulialika ya kwamba wakuje, vitu vyote vimekuwa tayari. Vitu vyote vimekuwa tayari. Nafikiria hawa walikuwa watu tofauti. Sisi tukialikwa hata tungojagi watuambie chakula iko tayari ndio tuende. Tunaendaga hata kabla hawajapika. Sababu si walitualika. Unaelewa kweli? Si walitualika. Hata saa nyingine unaenda unakuta bado ndio wanapika. Hawajakuwa tayari. Lakini nataka ukue hapo ndio wahakikishe wajue wageni wameingia. Wageni wameingia. Lakini hawa walikuwa wanangojaga mpaka waambiwe chakula iko tayari. Sasa huyu mtu akaambia, enda uambie sasa chakula iko tayari. Sasa imepikwa. Wakuje kukula. Yesu akasema,
Yule wa kwanza, walialikwa wengi, ingawa alipeana tu mfano ya watatu. Akasema yule wa kwanza akatoa sababu. Wote walitoa sababu kwa nia moja. Wa kwanza aliambia yule mtumwa, nimenunua shamba, sharti niende nikalitazame, tafadhali unisamehe. Sasa ndio nataka uelewe, mtu ya kununua shamba ni mtu kidogo. Unaweza ona wale watu walialikwa, sijui kama unaelewa. Unaweza angalia kiwango na wale watu walialikwa. Mtu mwenye ako na pesa ya kununua shamba, ako na pesa ya kununua shamba. Walikuwa watu muhimu, watu mashauri, watu wenye wakikuja kwa hiyo sherehe unasikia kweli ni sherehe. Lakini huyu jamaa akasema, nimenunua shamba, nimenunua shamba. Enda ambia huyu mtu yule ambaye alikuwa amenialika, enda umwambie nimenunua shamba na mimi siwezi kukuja, ninaenda kuliangalia shamba langu. Nikanisumbua kidogo, nikafikiria huyu mtu akinunua hili shamba hakukuwa pale kwa shamba, kwani walikuwa ananunua akiwa wapi? Simi nafikiria mambo ya shamba, unaendanga unatembea kwa shamba, unaangalia shamba, unaona ni mzuri, inakufurahisha, ndio mnaenda kununuana. Sasa kama mmenunuana, unarudi kuangalia shamba ya dini na uliangalia kabla utoe pesa. Sasa hii kwenda kuangalia shamba ilikuwa tu sababu. Bwana sio sana. Na haikuwa sababu tosha, maana huyu mtu ndiye anunue hii shamba mpaka awe alikuwa ameliona, mpaka awe alikuwa amelipenda, mpaka awe alikuwa amelikubali. Hiyo haikuwa sababu ya kukosa kwenda kwa hii sherehe, ni vile tu hakutaka kwenda kwa hiyo sherehe, na akaona apeane sababu ati anaenda kuangalia shamba. Bwana asifiwe. Hiyo shamba kuna mahali ilikuwa linaenda. Hata kama hangeangalia siku hiyo, kesho si shamba ingekuwa hapo. Si kama unaelewa, hizo ndio sababu wanadamu wanapeana ya kitu ambaye hakuna mahali inaenda. Anaweza kukosa kitu ya muhimu kwa sababu ya kitu ambayo hata kesho itakuwa. Bwana asifiwe. Amen. Si kama unaelewa, mtu anaweza kuja kanisa kama leo watu wengi hawajakuja, si kweli? Mtu anaweza kosa kuja kanisa ati kwa sababu sijui ya sababu kama hiyo yenye nakwambia. Lakini wacha nikwambie, unafikiria hii neno atalipata? Na hiyo kitu si anaweza ipata hata kesho. Si hata anaweza toka kwa ibada aenda hiyo. Si hata anaweza enda kuishughulikia baadaye. Lakini lile neno, ile chakula yenye mfalme amepeana wakati hiyo kuipata ni ngumu. Ni ngumu. Huyu jamaa angeenda tu akule chakula alafu aende aone shamba. Kwa sababu chakula haingemzuia kwenda kuona shamba. Angekuja tu kwa sherehe kwa sababu chakula iko tayari. Yeye atakaye kwa sherehe, yeye apewe chakula akule. Hata kama ataona amechelewa, kesho aende angalie shamba yake. Naona hakuna mahali shamba ilikuwa inaenda. Bwana sio sana. Shamba ni lake, amelinunua. Ni kwenda tu kuliangalia. Hiyo sababu haikuwa imetosha. Bwana sio sana. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi 5. Ninakwenda kuwajaribu, tafadhali unisamehe. Hata yule akatoa sababu. Unajua ng'ombe zile za kulima huwa zinawekwa kwa ile yoko. Hiyo ndio inaitwa jozi, yoko. Sasa unaona yoko inabebanga ndume ngapi? 2. Huwa inabeba 2, moja pande moja pande. Jamaa alikuwa amenunua jozi 5. Hizo ni ng'ombe ngapi? 10. Unafikiria ni mtu hana pesa? Mtu ambaye atakununulia ng'ombe dume 10 na jozi yake, si ni mtu wako sawa? Unaweza angalia kiwango ya wale watu walialikwa. Si kama unaelewa? Hiyo ndio ilikuwa. Unajua alialika watu ambao wako na uwezo, watu ambao wako sawa, watu ambao alijua wakikuja hii sherehe itakuwa ya maana, na hata kama kutakuwa na kazawadi watarudisha ile chakula.
watarudisha ile chakula. Lakini hata huyu akasema nimenunua ng'ombe jozi 5 ninaenda kuwajaribu. Sasa wacha tuseme tu ukweli, kwani ilikuwa lazima wajaribiwe saa hiyo? Si hata kesho hao ng'ombe wanaweza jaribiwa? Na kwani akiwanunua hakuwa amewajaribu ajue wanaweza lima ama hawawezi? Sifikiria alinunua tu ng'ombe namna hiyo. Mpaka kwanza walijaribiwa, akaona huyu anaweza lima, akaona huyu anaweza kuruta jozi, unaona, ndiye akakubali kutoa pesa. Lakini kwa sababu hataki kwenda kwa sherehe, anatafuta sababu. Bwana sasa, anatafuta sababu. Na hiyo haikuwa sababu tosha. Na hizo ndio sababu wanadamu huwa wanatafuta wasipate wokovu. Kuna mtu naenda unahubiria wokovu, anakuambia si leo. Sio leo. Sasa unashindwa, yeye anataka wokovu lini? Unajua Biblia imesema siku ya wokovu ni leo. Bwana sio sana. Biblia inasema siku ya wokovu ni leo. Wakati umesikia neno, hiyo ndio siku ya wokovu. Hiyo ndio Mungu anakuanga amekufikia na Mungu anakuwa ameshuka kukuokoa. Alafu mtu anasema si leo. Si leo. Nani amemwambia atakuwa na siku ingine? Bwana asifiwe. Yesu alitoa habari nyingine. Akasema kulikuwa na mtu mmoja tajiri, lakini alikuwa mjinga. Tajiri mjinga, mpumbavu. Kwa sababu hii tajiri mpumbavu anasema alilima shamba yake na ikazaa sana. Sana. Akaangalia mazao, akaona nikivuna hii mambo yote nitaweka wapi? Akasema nataka nibomoe magara yangu yote, nijenge magara kubwa. Na akabomoa akajenga magara kubwa. Akasema sasa ninataka nijiwekee chakula. Mimi nikae, nikule kabisa. Alafu Yesu akasema usiku hiyo, wakati amebomoa gara, amejaza hiyo magara, ametengeneza kubwa, amejaza vyakula. Usiku hiyo Mungu akamwambia nataka roho yako. Nataka roho yako. Alikuwa amesema nitaambia roho yangu kaa utulie, ukule. Sasa yeye akaambia roho yake kaa atulie. Mungu akasema hiyo roho ndio mimi nataka. Niende kutulia mahali pengine. Bwana asifiwe. Alikuwa mpumbavu kwa sababu kwa mipango yake hakuna Mungu. Hakuna Mungu. Unaona Biblia huwa inatuambia hivi. Mambo ya kesho. Unasema Mungu atupende. Mambo ya kesho. Usipange mambo ya kesho ni kana kwamba wewe ndio uko na kesho. Wewe hauna kesho. Kesho iko kwa mikono ya Mungu. Sasa wewe ukiongea mambo ya kesho, mambo ya jioni, mambo ya baadaye, unasema Mungu akipenda. Mungu akipenda tutakutana kesho. Mungu akipenda tutafanya hivi. Mungu akipenda. Sababu unajua inategemea sana Mungu kuliko vile inatutegemea sisi. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana unajua kuna vitu unaweza panga, alafu Mungu akuangalia aseme mpumbavu huyu, acha nichukue roho yako nione kesho utakuwa wapi. Bwana asifiwe. Amen. Watatu akakuja akasema, mwingine akasema nimeoa mke na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua hata huyu ndiye alinishangaza sana kushinda hata wengine. Huyu wa kuoa. Nafikiria huyu ndiye angeenda na bibi yake mgeni waende kwa hiyo sherehe. Ningati angemwambia leo tumealikwa mahali, twende tukakule. Tutatoka tu huko na kukuja kulala. Lakini yeye anasema nimeoa sasa siwezi kukuu. Sijui hata wewe unajua mtu akiwa hakujagi chake. Sababu anaangalia Mungu na mke, naona mke ni afadhali kuliko Mungu. Ni hesabu zinapigwa. Akasema mimi nimeoa. Na kwa hivyo mwambie mimi siwezi kukuja, nimeoa.